Nimesoma vitabu kadhaa na kusikiliza mawaidha ya mashekhe wengi wakubwa na mahubiri ya wachungaji wengi waliozungumza mambo mbalimbali kuhusu sifa za pepo. Kutokana na Uislamu na Ukristo kuwa ndio dini kubwa mbili zenye wafuasi wengi zaidi, basi leo nitawapendelea wao kwa kuizungumzia pepo kutokana na maandiko ya dini hizi mbili. Yanayozungumzwa ni mengi ya kustaajabisha, ila ukiyasikia basi ni bayana utasadiki ya kwamba watakaoingia peponi ni kweli watafaidi sana. Nianze na vile inavyozungumzwa pepo na Waislamu. Nitazungumza kutokana na aya za Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume. Nikisema hadithi za Mtume na maanisha mambo aliyopata kuyasimulia Mtume Muhammad kuhusu pepo. Tunaanzia katika mlango wa kuingia peponi. Mwanadamu anapopiga hatua zake kukaribia kuingia peponi, kwa watu watakaoingia peponi, watakapokaribia lango la kuingia peponi, itakuwa ni kama unavyoingia katika mlango wa mahoteli ya kifahari na kukaribishwa na wahudumu watanashati kwa tabasamu lenye bashasha. Basi ndivyo utakavyokaribishwa peponi, ila mara hii kwenye lango la kuingia peponi watakaokukaribisha ni malaika wa Mwenyezi Mungu. Mungu atawatukuza kiasi hiko wanaoingia peponi mpaka wanapokelewa na malaika. Malaika watakujia toka kila upande wa mlango wa pepo, na kwa sauti ya upole bila kelele, kwa sauti ya utulivu watakukaribisha wakisema, amani iwe juu yako, hongera, ulikuwa mtu mwema, ulitenda mema, ulikuwa na subira, ingia katika pepo na uishi humo milele. Watu watakaoingia peponi wote watazungumza lugha moja. Ni ipi lugha ya watu wa peponi? Kwa mujibu wa maandiko ya dini ya Kiislamu, lugha ya watu wa peponi ni Kiarabu. Kwa hivyo, kwa wote watakaoingia peponi, automatically watakuwa na uwezo wa kuzungumza Kiarabu kwa ufasaha kabisa. Ndio maana mwanzo nikawachachafya kwa utani niliposema peponi hawaingii watu wenye kuzungumza Kiswahili wala wenye kuzungumza Kiingereza. Kwa mujibu wa hadithi za Mtume Muhammad, imenakiliwa katika kitabu cha Sahihi al-Bukhari, hadithi nambari 264, peponi hawaingii watu wafupi. Mtume Muhammad alisema, mtakapoingia peponi mtakuwa na urefu kama wa baba yenu Adam, urefu wa futi 60. Kwa lugha nyepesi ili mnielewe, kitanda unacholalia kina urefu wa futi 6. Sasa ukiunganisha vitanda 10, urefu wake ndio itakuwa sawa na urefu wako utakapoingia peponi. Nachombeza tena, peponi hawaingii watu wafupi. Wote wafupi mtakaobahatika kuingia peponi, Mungu atawabadilisha na kuwajalia urefu, na hamtokuwa vimbaumbau. Upana wa miili yenu utakuwa ni futi 7. Ndio maana hapo mwanzo nikasema pia kwa utani, peponi hawaingii watu wembamba. Kila mwanadamu ana sauti yake, ila wengine sauti zao ni kama nguchiro, zinachoma masikioni, na wengine mnawaita sauti ya zege, ni kama wamemeza gololi. Basi na hamtaingia peponi na hizo sauti zenu. Sijui huko motoni mtakuwaje, ila sisi tutakaoingia peponi tutakuwa na sauti nzuri kama ya Nabii Daud na